Siku ilianza vyema huku bunge likiingia katika kikao chake cha saba katika mkutano wa 11 mara baada ya kipindi cha maswali na majibu. Ikawa ni zamu ya ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma kuwasilisha bungeni hotuba kuhusu utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2012-2013 na makadirio ya mapato na matumizi katika ofisi hiyo na kupewa siku 2 za kujadiliwa. Mara baada ya waziri wa nchi ofisi ya Rais Management ya utumishi wa umma Selina Kombani na baadaye waziri wa nchi ofisi ya Rais mahusiano na uratibu Steven Wasira na kisha mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya sheria na utawala bora Pindi Chana, ikafika zamu ya msemaji wa kambi rasmi wa upinzani bungeni Profesa Kulikoyela Kanalwanda Kahigi kuwasilisha hotuba yake, na ndipo mabishano baina wa wabunge yalipozuka kwa madai kuwa hotuba hiyo inaingilia masuala yaliyoko mahakamani pamoja na usalama wa taifa, baada ya Peter Serukamba mbunge wa Kigoma mjini kuomba mwongozo wa spika. Kuanzia peji ya kwanza pale namba 2 utawala bora mpaka peji ya 4 paragrafu ya mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba mwongozo wako. Ukisoma kilichoandikwa hapo ndani cha kwanza, unaona tunaingilia uhuru wa mahakama. Tunaweza tukafanya sarakasi nyingi sana, lakini ukurasa wa 3 huu umetaja kwa jina kesi ya Lwakatale. Sawa, ukurasa wa 4. Lakini sasa nasema mimi subiri. Ukurasa huu aliosema Mheshimiwa Peter Serukamba ni utangulizi unaoendelea kuzungumzia masuala yaliyopo kwenye mahakama, na ndio maana amesema kesi ya Lwakatale iko mahakamani. Baada ya hoja hizo, upande wa kambi ya upinzani nayo ikasimama kwa ajili ya kuitetea hotuba hiyo na kudai haihusishi masuala ambayo yako mahakamani. Ninaomba hotuba iendelee kama inavyopaswa, kwa sababu kilichoandikwa hapa hakuna kipya, hakuna kitu kisichojulikana. Tunalileta mbele ya bunge lako tukufu ili serikali iweze kutekeleza wajibu wake dhidi ya watuhumiwa ambao wako humu, ambao wameendelea kufanya uhalifu miaka nenda miaka rudi. Masuala yanayohusu idara ya usalama wa taifa hayazungumziwi bungeni, ni maneno ya kuokoteza mitaani ambayo hayapo katika sheria yoyote ya nchi hii. Swala la kitu ambacho kinakatazwa kuzungumzwa huko kwenye magazeti, kwenye mikutano ya hadhara na mahali pengine, ni disclosure ya watu wanaofanya kazi idara ya usalama wa taifa. Ndipo naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipoitangazia kamati ya kanuni za bunge kukutana kwa dharura ili kuijadili hotuba hiyo, akifuta kauli yake ya mwanzo ya kutaka kurasa kadhaa za hotuba hiyo kutosomwa bungeni na kisha kusitisha shughuli za bunge hadi saa 11 za jioni. Mwongozo wangu ni huu ufuatao katika jambo hili, kwamba kwa vile jambo hili ni la kikanuni, ninaagiza kwamba kamati ya kanuni ya bunge hili ikutane mara moja baada ya kusitisha shughuli hizi. Mara baada ya bunge kurejea, naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Job Ndugai akaelezea maamuzi ya kamati ya kanuni za bunge. Na walichokuwa wameelekeza kamati ya kanuni ni kwamba ni kweli kulikuwa na matatizo kati ya ukurasa wa kwanza na ukurasa wa 4 wa hotuba ile, kwamba baadhi ya mambo yangeweza kuingilia uhuru wa mahakama au kuvunja baadhi ya sheria nyingine. Kwa hiyo ilikubalika kwamba ukurasa wa kwanza hadi wa 4 ukaandikwe upya. Kutoka bungeni mjini Dodoma, Emmanuel Buhohela, ITV.